amani katika eneo husika. Amani hapa Arusha, mnufaika wa kwanza na mnufaika halisi wa amani ya Arusha ni mwana Arusha mwenyewe, ninyi mlioko hapa. Leo tumekaa hapa kwa sababu pana amani. Mnaenda kwenye shughuli zenu za kila siku kwa sababu kuna amani. Hata anayechoma mahindi barabarani anafanya hivyo kwa sababu kuna amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe, mwananchi wa eneo husika. Kwa maana kwenye Biblia pale, kwa wasoma Biblia wanamsikiliza sana mwalimu wangu Mwakasege, mwalimu naye mheshimu, anasema mkauombea amani mji ule, kwa maana katika amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Mnufaika wa amani hapa Arusha ni nyewe wenyewe. Tuwe makini na wale wanaotumika. Wale wanaohamasisha uvunjifu wa amani, halafu wanalipwa kutokana na uvunjifu wa amani. Wao maisha yao yanategemea uvunjifu wa amani ndio walipwe. Kuweni makini na watu wa aina hii. Wapo mpaka wengine ni wanasiasa, wengine wanaharakati, wanaishi kwa kufugwa kule walipo, wanaishi kwa kufugwa. Na ili ionekane wanafanya kazi, inabidi kila siku wazue jambo, wahamasishe uvunjifu wa amani. Unawasikia kwenye WhatsApp, tukutane mahali fulani, tukutane mahali fulani, kama wapo. Wanahalalisha kufugwa. Wanahalalisha kufugwa. Kama wao wamechagua maisha ya kufugwa, na wafugwe huko, lakini wasiuze nchi yetu. Ndio Arusha wewe, lazima tulinde amani ya nchi yetu, na manufaa ya amani wanufaika ni sisi wenyewe wana Arusha, ni sisi wenyewe wa Tanzania. Na mimi barabara ikishakamilika hii, najua na kuku wa Singida watakuwa wanakuja huku kwa uharaka tu. Na kwa sababu pia Arusha hapa kuna wana Singida wengi tu, nashukuru sana kwa ofa hiyo ya kiwanja. Na mimi nitakuwa nakuja huku ili nionane na Wasingida wenzangu walioko hapo. Songele zigi. Kule Sombetini na kule Ngarenaro na kule Karangai, haya, na kule Mbauda. Ndio tutakuja. Mheshimiwa Waziri na mbunge wa jimbo hili, nashukuru sana kwa ofa hii. Tuendelee kulinda umoja wetu wa kitaifa, kulinda amani ya nchi yetu, na sisi huku serikalini tunaendelea kufanyia kazi masuala yanayowahusu wananchi, kama ambavyo mmetoka kuona hapa kwamba pamekuwa na mafuriko miaka yote. Mheshimiwa Rais amesema pachimbwe mtaro mkubwa ambao utamaliza hilo tatizo. Hilo ni jambo kubwa ambalo litakwenda kutusaidia sana watu wa Arusha. Sasa baada ya kuwa nimeyasema haya, tupate